Halo, karibu sana Adetu Media kwa ajili ya kupata tutorial mbalimbali hasa kuhusiana na Excel. Narudia, Adetu, A-D-E-T-U. Adetu, karibu sana hapa. Utajifunza na kiu yako yote ya mambo ya kompyuta, hasa kwenye mambo ya Excel itakuwa imekwisha. Tutajifundisha hapa Excel A to Z. Leo ndo mara ya kwanza tunaanza kurusha channel yetu ya kwanza, kwa hiyo hujachelewa mpenzi mtazamaji. Usisahau kusubscribe, acha comment yako. Si unajua channel mpya ndugu yangu, changamoto hazikosekani. Kwa hiyo karibu sana ujiunge nasi, ufuatane nasi hadi utakapokuwa wewe pia ni mbobezi katika mambo ya Excel hasa. Na unaona mfano kwenye channel yetu tutajifunza vitu mpaka tutakapofikia hapa mfano. Lakini pia tunaendelea zaidi. Unaona tuna mkeka huu hapa upo na mambo mengi. Unaona kuna vitu vya general, kuna mambo ya mitihani, mazoezi na vitu gani. Unaona ukigusa kwenye link hapa utakupeleka moja kwa moja. Hii ni sehemu ya mtihani. Tutakuwa tunaandika marks za watoto hapa na vitu gani. Au hapa tunaingiza usajili wa wanafunzi. Unaona ukigusa tu anakupeleka moja kwa moja. Lakini hii inakurahisishia. Mfano kwenye usajili wa wanafunzi utaandika jina la mwanafunzi, ukishamaliza jinsi yake utaandika hapa, hasa kwa wale wanafunzi wa form 3 na form 4 kuna ile selection ya masomo. Utaandika hapa kama ni all maana yake anasoma yote, kama ni DP utamwandikia huyu hapa, labda naona hapa DP ame drop physics, drop kemia, drop physics and chemistry. Zote tutakuja kuviona hapa, tutajifikia huko mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo lakini hatuwezi kufika huko kwa haraka na hatimaye tukaona somo gumu. Tunakwenda hatua kwa hatua. Nimesema hii leo ni video yetu ya kwanza kabisa katika chaneli yetu hii. Karibu sana Adetu, hapa utajifunza haya kama nilivyotangulia kukwambia. Sasa kabla ya yote kabisa nilikuwa nakuonesha tu hapa vitu vichache. Unaona hizi hapa kuna best 10 students. Wewe unaingiza marks yako tu kama ni ya mtihani au kama ni marks yako ya mazoezi, yani midterm na vitu gani. Itakuleta moja kwa moja huko kwenye best 10 students, itakuleta moja kwa moja hapa kwenye the last 10 students, wote watakuletea hapa. Lakini ulichokifanya kazi yako ni moja tu ya kuingiza marks yake mtoto. Lakini pia tuna segment nyingine hii hapa. Sasa kuna tabia ya mwanafunzi, utakuwa unaingiza tabia zake hapo. Ukiingiza tabia tu ya mwanafunzi kama ni A au amepata B mwanafunzi na kadhalika, moja kwa moja hiyo tabia itakwenda mpaka kwenye ripoti yake mwanafunzi. Tuna form ya ripoti iko moja kwa moja hapa, students reports. Hii hapa ni ripoti ya mtoto. Kwa hiyo utakapokuwa umeingiza tabia ya mwanafunzi, moja kwa moja itamleta huku kwenye ripoti ile ya mwanafunzi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, tuna mambo mengi sana ambayo tutapaswa kujifunza kwenye chaneli hii. Usitoe mguu wako katika chaneli hii. Karibu. Leo tutajifunza na sehemu ya kwanza kabisa ya chaneli yetu. Sehemu ya kwanza kabisa ya chaneli yetu tutajifunza katika somo hili la utangulizi, Introduction to Microsoft Excel. Vitu vingi vinapaswa vijue hapa, lakini cha kwanza ni cha msingi. Tunaomba nikujulisha hivi vichache ambavyo vitatusaidia sana kwenye kutengeneza hatua kubwa zaidi ya kuweza kuelewa hiyo Excel yetu. Viko vingi, lakini leo naomba tu nikuelezee kuhusu mambo ya Excel. Nitakuelezea kuhusu mambo ya row, utajua nini maana ya column, tutajua maana ya cell, lakini tutajifunza nini maana ya cell name kama inavyoonyesha hapa. Lakini pia tutajifunza nini maana ya workbook na mwisho tutaangalia worksheet, na mwisho tutaangalia maana ya workbook. Sasa naomba tufuatane nami. Karibu. Kama nilivyotangulia kusema, cha kwanza kabisa tunajifunza kitu cha row. Row ni nini? Row ni mistari ya ulalo. Ni mistari ya ulalo ambayo inapatikana kwenye hiyo sheet yetu ya Excel. Ukifungua Excel yako moja kwa moja, mfano tufungue hapa Excel mpya. Ukifungua Excel yako unaona mfano kama hii. Unaona kuna hii mistari iko hivi imelala hivi. Hii hapa. Hii ndio tunaita row. Hii tunaita row. Na row zinakuwa headed kwa namba. Zinakuwa kwa namba. Unaona hii namba 8 maana yake ni row namba 8, hii namba 9, row namba 9, namba 10 ni row namba 10 and so on. Na huku juu kuna hizi herufi. Hizi herufi zinatengeneza hii mistari yetu ya wima. Nimesema row ni mistari ya ulalo, lakini hii ya wima tunaita column. Ya wima tunaita column. Sasa hii mistari yetu ya wima hii ndio inaitwa column kama nilivyotangulia kusema. Na description ziko hapa, tunaona inaonyesha wazi kabisa.
Unaona hii ni row, nimeweka ya ulalo namna hii na inaonyesha wazi hapa kwamba hii ni row, ni mistari ya ulalo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa column, as I said before. Hii hapa ni mistari hapa ya wima, unaona hii ni column. Kwa hiyo tuna row na column. Na kwenye row na column finally tunakuja kutengeneza kitu wanakuja kuita kitu cell name. Kwenye row na column ndio inatusaidia kupata sisi cell name. Sasa nini maana ya cell name? Cell name, na before cell name tuende kwa taratibu. Kwenye row na column inatusaidia kupata kitu kinaitwa cell. Cell ni nini? Cell ni hivi mistari, hivi vimistatili ambavyo vinajitokeza hapa. Unaona inapopita column, inapopita row, kuna mstari unajitengeneza hapa kama kiboma hapa katikati. Sio, mfano kama hiki hapa. Ukiangalia kipo kwenye column B, lakini pia kipo kwenye row ya ngapi? Ya 3. Kimetengenezwa kimstatili. Hivi mstatili ndio vinaitwa cell. Inaitwa cell. Nikiunga moja kwa moja hapa, hiyo cell inakuwa na jina lake. Jina lake unakuta linaandikwa hapa juu kwenye kibox cha juu kabisa. Ukiangalia zona kaona pale juu imeandikwa B3, B6 and so on. Sasa cell name ni nini? Cell name ni jina la hiyo cell yako. Jina la cell linabatizwaje? Jina la cell linabatizwa kwa kuangalia column iliyopo hiyo cell, lakini pia tunaangalia kwenye row ambayo hiyo cell ipo. Kwa hiyo cell name inabeba vitu viwili, inabeba column na inabeba na row. Kwa hiyo mfano hapa ilipo imebeba column B, lakini pia ipo kwenye row ya 3, inaitwa B3. Inaitwa B3. Mfano huyu hapa, huyu anaitwa C6. Na ukiangalia pale juu ipo inaandikwa hilo jina kwenye name box. Inaitwa C6. Ukienda mbele zaidi unaona kuna nyingine hii inaitwa E7. Hii nayo ni cell name. Kwa maana hiyo cell yako ipo kwenye column E na ipo kwenye row ya 7. Hii inaitwa cell name. Nadhani tunaenda pamoja kabisa kati ya vitu ambavyo nilikuwa nataka kufundisha. Kuelekeza leo tayari tumeshafikia hapa. Kingine ambacho tuende tukakione kama nilivyotangulia kusema mwanzoni kwamba kuna kitu kinaitwa worksheet. 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 Nadhani naiona hapa kwa karibu kabisa. Mtaalamu wetu sogeza kidogo. Wow. Asante sana. Hii tunaita worksheet. Inaitwa worksheet. Worksheet ni nini? Worksheet ni collection ya seli zote ambazo unaziona hapo baada ya kufungua hiyo Excel yako. Kwa hizi row zote na column zote kwa pamoja ndio zinatengeneza hii tunaita worksheet. Na worksheet zipo nyingi kwenye Excel yako. Tunaona mfano hapa tuna worksheet hii hapa ya kwanza, lakini ukienda mbele utakuta worksheet ya pili, ongeza tu hii hapa ya kujumlisha worksheet ya pili, tunaona hizo zote zinafanana worksheets. Kwa hiyo worksheet maana yake ni kwamba hiki chote kikurasa chako ambacho unataka kufanyia kazi kwa wakati huo ndio tunakiita worksheet. Worksheet ndugu yake anaitwa workbook. Lakini tutakuja kuona, hebu tuangalie kwanza mifano hizo worksheets. Na mfano kama hapa, hii ni worksheet ya kwanza, pote hapa ni worksheet. Ukienda mbele fungua hapa, naona hii ni worksheet ya pili. Nimekuandikia vizuri pale mpenzi mtazamaji. Ukienda hapa ni worksheet ya 3. Have you seen? Kwa hiyo zipo nyingi kweli, zipo nyingi hasa. Sasa hizi worksheet zote ambazo zinapatikana hapa kwa pamoja zitatengeneza kitu tunakiita workbook. Kinaitwa workbook. Kwa hiyo workbook, na ndio maana hata ukienda kusave file lako hili la Excel inaenda kutokeza kama huja edit name itakuandikia book 1. Ukisave utakuandikia book 1, book 2 and so on. Kwa hiyo hiki maana yake kwa lugha nyepesi workbook ni hizi seli zote, hizi sheet zote zinapokuwa pamoja. Lakini workbook sasa kwa lugha nyepesi labda ningesema kwamba workbook ni kitabu chenyewe sasa. Kitabu chako. Alafu worksheet ni zile kurasa. Kwa hiyo kurasa kwa pamoja ndio zinatengeneza hicho kitabu. Na ndio maana uta jina la kitabu linabaki kule juu. Ndio maana sisi hapa kwenye Excel tukisave, mfano ukisema hii ni taarifa ya matokeo ya kidato cha kwanza, utajikuta inakuja pale. Ile jina ambalo unakuwa umelisave pale ili baadaye ukifungua uingie kwenye taarifa zako. Ile pale ndio workbook yako. Nadhani tutakuwa pamoja sana mpenzi mtazamaji wa channel yetu ipendwa ADETU. Kingine cha kuongezea nataka niwaelekeze kuhusu issue wanaita cell range. Inaitwa cell range. Cell range ni nini? Cell range ni hizi.
ni mfululizo wa seli zako kutoka ya kwanza mpaka pale utakapokuwa umefikia. Na mfano hapa nipo highlight, nime highlight kuanzia E2 ikaenda mpaka E16. Hii ndio tunaita cell range. Kwa kifupi tutaanza tukaandika sawa sawa, alafu tunaandika seli yetu ya kwanza tunataka kuiandika, mfano naandika E2. Alafu natumia shift na bonyeza hii hapa colon zinatokea, inaenda mpaka E16 mfano. Naona zitakuwa zime highlight namna hii. Ndio tunaita cell range, imeanzia hapa inakuja mpaka huko. Hii ndio tunaita cell range, mpenzi mtazamaji. Cell range, cell range, cell range inaweza kawa ni horizontally au vertically. Kingine ambacho kipo pale tunakiita, kingine kinaitwa labda tufanye hii, tuongeze tu mtazamaji hapa. Highlight mfano hizi range zako, utagundua kile chumba cha kwanza ambacho umetumia kwenye highlight hakina kivuli. Hicho chumba ambacho hakina kivuli tunakiita anchor cell. Tunaitwa anchor cell. Tunaita anchor cell. Asante sana mpenzi mtazamaji wa ADETU. Channel yetu hii ni pendwa na kweli watu wengi sana wametuconvince kwamba tuanze kurusha tutorial zetu ili waweze kuzipata online badala ya kuanza kutembea kututafuta tulipo na mambo gani. Sasa nasi tumesikia kilio chao na tunaamua kufaidisha umma wote wa Tanzania kupitia channel hii. Ama kweli kama nilivyosema, utajifunza mengi sana. Mkeka kutengeneza kwako haitakuwa shida. Utakuwa unajua namna kutengeneza ripoti za wanafunzi, kila kitu mpenzi mtazamaji. Hakuna haja ya kwenda darasa lingine. Darasa liko hapa. Karibuni sana. Asante.